Hello, mambo vipi? Naitwa The Icon Queen kutoka SL Media. Sasa nipo katika shule ya sekondari Lugarawa. Nimekuja kwa ajili ya mapokezi. Kuna baadhi ya viongozi wa ngazi za juu wanakuja leo kwa ajili ya kutembelea baadhi ya miradi na kuboresha zaidi mazingira ya shule, lakini mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji. Karibuni sana, naenda kuongea na bosi atueleze namna gani amejiandaa katika ugeni huu. Karibuni sana, uendelee kuenjoy, lakini uone mambo mengi zaidi ambayo yatakuvutia wewe katika kuipenda shule hii, na mazingira ni mazuri kabisa. Karibuni sana. Sasa ndugu watazamaji wa SL Media, kama mnavyoniona au mnavyotuona, tuko na bosi sasa wa hiyo sekondari ambaye ni Lugarawa Sekondari. Ataenda kutuambia anaitwa nani, lakini pia amejipanga vipi kupokea ugeni huu ambao upo njiani. Habari madam? Salama. Habari? Salama. Samani, tulikuwa tunataka kujua wanakufahamu kwa majina gani labda? Asante ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Mwalimu Evelyn Amlike Somola, mkuu wa shule ya sekondari Lugarawa. Lugarawa iko wilaya ya Ludewa, mkoa wa Njombe. Karibu. Asante. Leo kuna ugeni mkubwa ambao unakuja hapa kukutembelea wewe kama mwenyeji. Umejipanga vipi? Na sana sana wanakuja kufuata nini? Labda utuambie kiufupi tuweze kufahamu, ili mtazamaji anapojaribu kuangalia matukio aweze kujua kwamba nini kinaendelea. Unaweza ukatuelezea kiufupi kidogo tukaweza kujua? Asante. Shule yetu ya sekondari Lugarawa ni moja ya shule ambazo tunatekeleza miradi ya ujenzi. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Tulipata fedha za ujenzi wa mabweni mawili na matundu 11 hivi. Na fedha jumla ilikuwa shilingi milioni 282. Kati yake sasa kiasi cha shilingi milioni 22 ni kwa ajili ya ujenzi wa matundu 11 ya vyoo, lakini kiasi cha shilingi milioni 260 ni ujenzi wa mabweni mawili ambapo kila bweni ni shilingi milioni 130. Kwa hiyo leo nina ugeni mkubwa, viongozi wangu wa wilaya wakiongozwa na DC Mheshimiwa Olivanus Paul Thomas, lakini pia na wakuu wa idara, mkurugenzi, wote watafika kwenye shule yetu kwa ajili ya ukaguzi wa miradi hii. Asante. Kama mlivyoona, ugeni huu ni unakuja kwa ajili ya ukaguzi wa miradi, matundu ya vyoo pamoja na mabweni. Kwa hiyo karibuni sana, uendelee kuona nini kitajiri katika ugeni huu, lakini pia wataenda kutoa maelekezo ambayo serikali italeta kwa ajili ya kuyapokea mkuu wa shule ya sekondari Lugarawa. Asante mkuu, tutaendelea kutazama nini kinaendelea katika ugeni huu. Asante. Asante, karibu sana. Hello, ndugu watazamaji wa SL Media. Hope mko poa, lakini kama nilivyowaambia ndugu watazamaji kwamba hapa ni shule ya sekondari Lugarawa, lakini kama mnavyoona ni msafara wa mkuu wa wilaya pamoja na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ludewa wakiwa wanaingia uwanjani katika viwanja vya shule ya sekondari Lugarawa. Kama mnavyoona wana furaha, lakini pia viongozi wa tarafa, kata pamoja na vijiji wamewapokea kwa bashasha kabisa, wanawafurahia, wanashikana mikono kama mnavyoona. Lakini pia mnayemuona hapo aliyevaa suti yake nyeusi ambaye haina maua, inapendeza, ni mkuu wa shule ya sekondari Lugarawa ambaye muda si mrefu nilitoka kuongea naye. Mnamuona yuko hapo, amempokea mheshimiwa kwa furaha kabisa. Lakini ndugu mtazamaji, sasa tunaelekea bweni la wasichana. Kama mnavyoona mbele yenu ni bweni la wasichana ambalo ni jengo zuri kabisa na jipya, lakini angalia eneo la ndani pia lina mvuto wa hali ya juu. Tayari ukaguzi umeshafanyika wa bweni la wasichana, lakini sasa hapo nje mnamuona mkuu
wa wilaya pamoja na viongozi, lakini anaongea maneno machache na injinia pamoja na mkuu wa shule wakipewa baadhi ya maelekezo kuhusu hilo bweni. Lakini kwa nje ya jengo zuri lenye mvuto, mnaona kuna viongozi mbalimbali wanaendelea kutoa comment kuhusu bweni hilo. Mbele yako unaona wapo katika safari nzuri kabisa, mwendo wa kijeshi lakini wenye madaha. Wanaelekea sasa katika bweni la wavulana. Kama mnavyoona ndugu watazamaji, wameshafika katika bweni la wavulana. Tayari wameshafanya ukaguzi na kukutana na baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vigeni machoni mwao, lakini wamepata maelekezo mazuri kutoka kwa wenyeji. Sasa hapo wapo eneo la nje la bweni, wakiwa sasa na mazungumzo kidogo kuhusu mazingira kiujumla. Wakuu wa idara walitoa comments zao ambazo zilikuwa na tija na zenye msingi mzuri sana katika kuleta maendeleo endelevu. Lakini ndugu watazamaji, kama mnavyoona, hao ni viongozi mbalimbali wako nje ya bweni la wavulana wakiendelea na mazungumzo. Wakati wakiendelea na mazungumzo, alitokea binti mrembo wa kidato cha 4 ambaye alikuja na maswali lukuki kwa viongozi wetu, mheshimiwa mbunge pamoja na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Ni binti ambaye ana uelewa wa hali ya juu. Aliwauliza maswali ambayo yaliwakonga nyoyo zao, lakini pia iliwashangaza wengi. Walipata mshtuko wa ghafla, why huyu binti amekuwa na maswali ambayo yako yana uelewa wa hali ya juu sana. Lakini hayakuwa shinda. Ndugu yetu mheshimiwa Alvanus Paul Thomas alijibu vizuri kabisa. Wengi ambao tulikuwa na kitendawili na sintofahamu kuhusu miradi yetu katika wilaya yetu ya Ludewa tulishangazwa na tulifurahia pia kujua nini kinaendelea. Kama mnavyoona ndugu watazamaji, hapo ndipo mkuu wetu anatoa sasa yale majibu na maelekezo ambayo ni mazuri yenye tija. Yuko serious kabisa. Lakini pia hawakuishia hapo. Binti alipata zawadi donge nono kabisa kutoka kwa viongozi mbalimbali, ambaye alitoka na kitita. Navyosema kitita na maanisha alitoka na kitita kwa ajili ya namna ambavyo ameonyesha umahiri wake katika kuuliza maswali. Tunaendelea kujifunza ndugu watazamaji kwamba tuna kizazi ambacho kinahitaji uwe na uelewa wa hali ya juu kidogo, kwa sababu anaweza akakupiga swali mwenyewe ukawa unajiona umepungua mahali, lakini sio mbaya, kwa sababu tunao walimu mahiri kabisa ambao wanajua nini wanafanya. Tayari wanauelewa mkubwa wa kuwafundisha watoto hawa na kujua nini wanafanya. Nadhani kizazi kijacho kitakuwa ni kizazi ambacho ni kile cha IQ ya juu sana. Kama mnavyoona ndugu watazamaji, hapo ndo mwisho wa ziara yetu katika miradi ambayo imetuleta katika shule ya sekondari Lugarawa. Hapa mnavyoona ni safari ya kuelekea sehemu nyingine ilipoanza ya mkuu wa wilaya, mheshimiwa mbunge na viongozi mbalimbali. Hapo wanaagana kwa ajili ya kuendelea na shughuli nyingine. Nawapenda sana, asanteni kwa kunisikiliza, lakini pia usiache kujifunza mambo mbalimbali kutoka SL Media. Stay safe and bye bye. Hello, hope umeenjoy, umefurahia ujio huu wa ugeni. Mmeona miradi ambayo ilikuwa inatekelezeka, mmeona wameitembelea, mmeona uongozi wenyewe ni kina nani, mmewaona, lakini pia mmeona bosi
kazi aliyoifanya katika shule hii ya sekondari Lugarawa. Ulikuwa pamoja nami, naitwa The Icon Queen. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Endelea kuenjoy, endelea kuburudika, lakini pia endelea kuelimika na kufahamu mambo mengi sana yaliyopo katika nchi yetu, kwa sababu SL Media inadhamiria kukupatia wewe burudani, elimu pamoja na maarifa mbalimbali yanayohusu jamii yetu ya Kitanzania. Bye bye. ACL Media, African Community Life. We are the legacy of Africa.